Yes, kutokea Kigali, Rwanda, ikiwa bado tupo katika mwendelezo wa mitanange ya Sekafa Kagame Cup, fainali za 48 tangu zilivyoanza miaka mingi iliyopita huko nyuma. Lakini story miongoni mwa story ni mnyama Simba, ikiwa tayari katika session iliyopita tuliangalia vitu vingi kuhusu timu hii, lakini wana Simba wenyewe wameiona timu yao katika mchezo wa kwanza kwenye msimu unaokuja wa 2025 2026 2027. Wameona kikosi chao kinavyocheza dhidi ya Mogadishu City, timu kutoka Somalia. Lakini wakati huu session hii tunakwenda kuangalia nyota mpya ambaye jana kwa mara ya kwanza alivaa jezi ya Simba katika mchezo wa michuano ya Sekafa. Huyu ni Motusi Kopa. Yes, watu wanataka kufahamu nini kinaendelea na huyu ni nyota mwenye wasifu gani na why yupo Simba. Anyways, Motusi Kopa ni nyota raia wa Botswana tokea Gaborone. Ni nyota mwenye umri wa miaka 29 kwa sasa. Anacheza katika kiungo cha ushambuliaji as a number 10, sometimes as a winger. Lakini pia ni nyota wa timu ya taifa ya Botswana. Mara nyingi of course amekuwa akiitwa kwenye kikosi cha Botswana. Lakini mbali na hapo ni mchezaji ambaye ameingia ndani ya Simba kwa ajili ya majaribio. Yupo katika trial, anaangaliwa. Na siku ya kwanza kufika mazoezini Motusi Kopa ilikuwa ni ile siku ya pili baada ya Simba kuingia hapa. Simba unajua ameingia Kigali tarehe 22. Tarehe 23 ndo akaanza mazoezi yao ya kwanza. Sasa ile tarehe 22 Simba wakati wanaingia Kigali ilikuwa Motusi Kopa naye ameingia Kigali, lakini hatokei Dar es Salaam, yani hakufuatana na msafara wa Simba. Mimi nilikuwa pia kwenye msafara huo wa Simba, pia nilikuwa nimefuatana nao. So Motusi Kopa alifika mazoezini siku yake ya pili ya ambayo Simba ameingia hapa, akafanya mazoezi pale, kocha akawa amemwangalia. Lakini siku iliyofuata pia akafanya mazoezi. Siku ya kwanza alifanya mazoezi kwenye viwanja vya Ferwafa, niliwahi kuiripoti hiyo. Siku ya pili akaenda kufanya mazoezi katika uwanja wa Pele Kigali, ndio eneo ambalo pia mimi nipo hapa. Yes, hilo ni tent tu, lakini nyuma yangu ni uwanja wa Pele Kigali. So jana ndio ilikuwa siku ya kwanza kucheza katika mechi, ndio ilikuwa debut, anakwenda kuangaliwa. Na ukiangalia kocha Steve Barker alikuwa ameianzisha timu ambayo ina wachezaji wengi, maingizo mapya kikosini. Miongoni mwao akina Nathaniel Chilambo, hao wakina Bakari Msimu wamecheza, kina Kevin Nation, Naftari al-kadhalika, pamoja na Motusi Kopa naye alipewa nafasi ya kuanza katika ule mchezo. Alienda kucheza katika nafasi ngumu kweli kweli. Ninaposema ngumu, inawezekana akawa unanishangaa kwa nini nafasi ngumu kwa kucheza namba 10. Nafasi ngumu kwa sababu ni Simba. Yaani Simba wana viungo wa ushambuliaji hatari, viungo washambuliaji bora, viungo washambuliaji wenye profiles kubwa. Motusi Kopa alitakiwa kwenda kucheza lile eneo. Yaani muoneshe Steve Barker ukiwa katika hilo eneo, waoneshe mashabiki wa Simba ukiwa katika hilo eneo. Bwana Motusi Kopa alikuwa na mtihani kweli kweli. Mechi ilichezwa kwenye dakika 45 za kwanza ambazo Motusi Kopa alikuwa pale ndani. Bad luck, Simba waliposesi sana mpira, square passes za kawaida, domination ilikuwa kubwa, hawakucreate chances nyingi sana, lakini walidominate mechi. Wale Mogadishu City muda mwingi walikuwa wanakaa nyuma. Baadaye kipindi cha pili Motusi Kopa akafanywa sub, wakaingia nyota wengine, akaingia Anse Ura, akaingia pia Clatous Chota Chama, ndo anakwenda kucheza sasa katika hilo eneo. Just imagine, akaingia Kaletso Mahwalwa. Huyu ni nyota mpya kutoka South Africa. Mahwalwa ameingia, amekwenda kucheza kama winga anayetokea upande wa kushoto. Alafu Anse Ura ameingia, amekwenda kucheza winga anayetokea upande wa kulia. Alafu Clatous Chota Chama ndo amekwenda kusimama pale juu as a number 10. Alafu juu kabisa ameingia Ibrahim Dumbia. Sio, unanielewa? Sasa maana yake nini? Chama ni profile kubwa sana. Chama ni one of the top players katika ukanda wetu huu wa Afrika Mashariki. Sasa Chama kuingia kule, maana yake anakwenda kumuonesha Motusi Kopa how to play,
how to do what you have to do kwenye dakika zile ambazo tayari zilishaondoka. Lile eneo ambalo Chama anacheza ndo anaingia sasa, Motuse Kopa ametoka bwana. Chama akaenda kuonesha vitu tofauti kabisa kabisa kabisa. Of course bila ku underrate mchezaji yoyote wa Simba, Chama maybe ni greatest, yani ni IQ kubwa sana. So kwa kurate Motuse Kopa alichokifanya na urate kwa Chama itakuwa ni kama kumkosea heshima. Chama ameingia ka create chances 3 haraka, chances 3 amezicreate, na moja ndio ilikuwa nafasi kubwa zaidi ya mchezo. Alimwekea Dumbia mpira ambao alienda ukagonga Besela ukarejea tena ndani. Ile ndio ilikuwa big chances katika ile mechi. Huyo ni Clatous Chama na ubora wake ambao umeonyesha katika ule mchezo. So Motuse Kopa naamini alivyotoka alikaa nje akawa anaangalia sasa, okay, ameingia Chama anaenda kufanya nini? Nadhani ameona Chama alichoenda kukifanya. Sisemi hivi kwa maana ya Motuse Kopa kucheza vizuri, no, hapana, alicheza vizuri, lakini kuna vitu vingi ambavyo mchezaji huenda akawa azungumziwi sana. Unajua Motuse Kopa amecheza ile mechi, lakini hakuna hata zile debate au watu kuongea kwamba maybe hana uwezo au ana uwezo mkubwa. Hakuna mtu anaongea. Mpaka hapo tunaweza kusema kwamba amefanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu mtu ambaye aliingia kipindi cha pili kenda ku overperform, kenda kufanya mambo makubwa kuliko alichokifanya yeye, lakini dakika ambazo yeye alicheza timu ilikuwa haishambulii sana kama ambavyo aliingia kipindi cha pili. Kuna qualities ziliingia kipindi cha pili, maybe na yeye Motuse angekuwepo kwenye kipindi cha pili mambo yangekuwa makubwa zaidi. But Kopa kwenye muda naamini, yani kwenye muda, kadri atakavyopewa muda, huenda kaja kuprove zaidi, lakini kuna qualities huenda akiwa nazo katika pitch, huenda kaja kufanya vizuri zaidi. Motuse Kopa ni nyota ambaye anatokea Botswana kama ambavyo nimesema, lakini mara ya mwisho kandanda alikuwa anacheza Zambia kwenye kikosi cha Abayelo Power Dynamos. Alipita pale kidogo, lakini klabu ambayo amekaa nayo miaka mingi zaidi ni Township Rollers aka Popa maanake ni shujaa ambalo limejumba lenyewe. Yeye amecheza pale na Motuse Kopa. Mashabiki wa Young Africans pengine huenda wakawa wanamkumbuka vizuri sana kwenye takriban miaka ilikuwa kama nakumbuka vizuri 2019 hivi. Motuse Kopa alikuja Tanzania akiwa na Township Rollers, alifanya matusi sana pale Benjamin Mkapa dhidi ya Young Africans, alisumbua sana. Huyo ni Motuse Kopa. Leo mimi binafsi, of course mimi nafuatilia ligi ya Botswana, namfuatilia Motuse Kopa, lakini binafsi naona kama amechelewa kutoka Botswana. Yaani Motuse alikuwa mimi nilikuwa najiuliza why Motuse Kopa hatoki. Akina Thabang Sesinyo walikuwa wanatoka, wametoka wengi, akina Disele Lebohang wametoka, lakini ni kama alikuwa anachelewa kutoka. Hata Tayaone kama Nyane alitoka, alienda Chipa South Africa. Motuse Kopa why anachelewa kutoka? Kuna mwingine tu Marcel Papama na mwenyewe pia anachelewa kutoka, mpaka leo hii yuko pale pale Botswana. Kwa hiyo huyu ni miongoni mwa nyota ambao binafsi nimeona wamechelewa sana kutoka nyumbani. Sijui ni nini kipo nyuma yake, lakini ni one of the best. Katika uwanja wa mazoezi nilikuwa namuona, of course kwenye mechi sikuona iko kitu akipewa, lakini kwenye uwanja wa mazoezi alikuwa anapewa sana hizo set pieces kupiga, kwa maana ya free kicks, kwa maana ya kona, alikuwa anazichonga sana. So tusubiri muda kwenye mchezo mwingine. Leo Simba ana train, lakini na kesho ata train pia, na mchezo mwingine unaokuja utakuwa dhidi ya Jamus, wanakwenda kucheza kabla ya mchezo wa mwisho dhidi ya Singida. So mechi dhidi ya Jamus itakuwa mechi kali sana. Tutakuja kuiongelea hiyo mechi ya Simba dhidi ya Jamus, but kwa sasa Motuse Kopa ni ambaye tumemwona. Lakini wewe umeona nini kwa Motuse Kopa? Umeona ni mchezaji ambaye yes anastahili kuingia ndani ya Simba, au unaona Simba ni majukumu makubwa kwa Motuse Kopa ukilinganisha na viungo ambao wapo? Andika kwenye comment section hapo. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare Mzinga Sports.